Mwalimu alifungua milango ya Tanzania kwa nchi zote zilizokuwa zinapigania uhuru ikiwemo Msumbiji. Umoja na udugu huo umeendelea kutuweka pamoja. Leo hii, nguvu ile ile iliyotuunganisha wakati wa mapigano ya uhuru inatuleta pamoja na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi kupitia biashara na uwekezaji. Kupitia viongozi wetu, watu wa nchi hizi mbili tumeendelea kuunganishwa na daraja la umoja la Mto Ruvuma pamoja na ushirikiano wetu katika Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Mheshimiwa Rais Chapo, niseme umetuheshimisha sana kuwepo hapa katika jubilei ya miaka 50 ya Sabasaba. Kwa dhati ya moyo wetu tumefurahi sana na tumeheshimu sana kuacha shughuli zako na kuja Tanzania. Kwa niaba ya wenzangu katika sekta ya viwanda na biashara, tunakushukuru sana. Na Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa Ricardo, ametualika mwezi Agosti tuje kwenye maonyesho nchini Msumbiji. Niseme tutakuja kwa nguvu kubwa sana. Hatutaweza kufikia heshima uliotupa, lakini tutajitahidi kidogo tukaribie hapo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa marais, maonyesho ya Sabasaba yamekuwa kioo kinachoakisi safari ya uchumi wa Tanzania. Kila mwaka yametuonyesha tulipotoka, tulipo, lakini muhimu zaidi yanatuonyesha tunakokwenda. Maonyesho haya yameendelea kutuonyesha kuwa uchumi wetu hautegemei matumizi pekee, bali uwezo wetu wa kuzalisha, kushindana na kuuza bidhaa na huduma zake katika masoko ya dunia. Ni kwa sababu hiyo, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake wenye maono makubwa katika kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na uzalishaji katika ukanda wetu. Vile vile, ninamkaribisha tena kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Uwepo wake katika maonyesho haya unaonyesha kwamba biashara ndio msingi wa urafiki wa kweli kati ya mataifa yetu mawili na chachu ya ustawi wa wananchi wetu. Waheshimiwa marais, mwaka huu una umuhimu wa kipekee. Tunaadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa maonyesho haya. Kwa nusu karne, TanTrade imekuwa daraja la kuunganisha Tanzania na masoko ya dunia, ikiitangaza nchi yetu, bidhaa zake, huduma zake na fursa zake za uwekezaji. Miaka 50 iliyopita, TanTrade ilianzishwa kwa lengo la kuitangaza Tanzania. Miaka 50 ijayo, TanTrade tumejipanga kuhakikisha kuwa taasisi inatengeneza masoko kabla bidhaa hazijazalishwa, kwa kutambua kwamba dunia ya leo haiuzi bidhaa zilizozalishwa, huzalisha bidhaa zinazohitajika na soko, na ndio mwelekeo tunaotazamia. Kwa kipindi cha miaka michache iliyopita, Tanzania imejijengea hadhi mpya katika biashara ya kimataifa kupitia diplomasia ya uchumi iliyopewa msukumo mkubwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanzania imefanikiwa kufungua masoko mapya, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na mataifa mbalimbali, kuongeza imani ya wawekezaji na kuiweka Tanzania katika nafasi bora zaidi ndani ya minyororo ya biashara ya kikanda na kimataifa. Katika mwaka uliopita, mauzo ya Tanzania ya bidhaa na huduma za nje nchini yalifikia takriban dola za Marekani bilioni 17, yakiongezeka kwa takriban 15% ikilinganishwa na mwaka ule uliotangulia. Mauzo ya bidhaa pekee yalivuka dola za Marekani bilioni 10, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya 20%. Katika sekta ya madini, mauzo ya dhahabu yaliongezeka kwa zaidi ya 35% na kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 4.4. Katika sekta ya kilimo, mauzo ya mazao ya biashara kama korosho, tumbaku, kahawa na mazao mengine yaliendelea kuongezeka kutokana na uzalishaji ulioimarika na upatikanaji wa masoko mapya. Vile vile, mauzo ya nafaka yameongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na kuimarika kwa biashara za kikanda. Katika sekta ya viwanda, bidhaa zilizozalishwa nchini zimeendelea kuongeza nafasi yake katika masoko ya Afrika na duniani. Hii ni ishara kwamba juhudi za kuongeza thamani ya malighafi na kuendeleza uchumi wa viwanda zinaendelea kuzaa matunda. Kwa upande wa huduma, hususan utalii, usafirishaji na huduma za biashara,
mapato ya mauzo ya nje yameendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya uchumi wetu. Takwimu hizi zinatuthibitishia jambo moja muhimu, kwamba Tanzania haiuzi tena bidhaa pekee. Tanzania inauza thamani, inauza ubora na inauza ushindani. Waheshimiwa Marais, kwa sasa kama sekta tunajipanga upya kupitia maonyesho haya ili kuwa jukwaa linalochochea ushindani wa viwanda vya Tanzania, linalopanua fursa za mauzo ya nje na linalounganisha sekta binafsi ya Tanzania na minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa. Katika dunia ambayo ushindani wake unazidi kujengwa juu ya maarifa, ubunifu na tija, tumejipanga kuhakikisha Sabasaba inakuwa mahali ambapo biashara hukutana na teknolojia, uwekezaji hukutana na ubunifu, na sera hukutana na fursa za masoko. Kwa msingi huo, wizara ambayo ndio msimamizi mkuu wa TanTrade, tutaendelea kuhakikisha Sabasaba inaendelea kuwa jukwaa endelevu la maendeleo ya biashara, jukwaa litakalosaidia wazalishaji kupata taarifa za masoko kwa wakati, kuwaunganisha na wanunuzi wa kimataifa, kuvutia uwekezaji wenye tija na kuongeza mauzo ya bidhaa zenye thamani kubwa zaidi zinazobeba chapa ya Made in Tanzania. Waheshimiwa Marais, mimi binafsi nimeikuta TanTrade. Wapo walioijenga kufikia miaka 50 ya maonyesho haya. Naomba kuwashukuru viongozi wote waliofanikisha mafanikio haya kwa miaka 50. Kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, napenda kuipongeza sana TanTrade kwa miaka 50 ya utumishi wake kwa taifa, wakiongozwa na mtendaji mkuu Bi Latifa Hamis na watumishi wetu wote. Nawapongeza kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya, na pia naomba niwapongeze washiriki wote wa maonyesho haya kwa kuendelea kuifanya Sabasaba kuwa alama ya maendeleo ya biashara nchini. Ninawashukuru sana wenzangu wizarani wakiongozwa pia na naibu waziri Dennis Londo. Kazi yangu ya waziri inakuwa nyepesi kwa sababu nina naibu aina ya Londo. Naomba nimshukuru sana, lakini niwashukuru sana management wakiongozwa na katibu mkuu Mheshimiwa Balozi Waziri Salum, pamoja na naibu katibu mkuu Aristades Mbesi. Wakuu wa taasisi zote 13 zilizo chini ya wizara yetu ya Viwanda na Biashara wanafanya kazi nzuri sana, lakini pia vile nimshukuru sana mwenyekiti wa bodi ya TanTrade pamoja na DG wa TanTrade Dr. Latifa. Wote mmefanya kazi nzuri kuelekea maadhimisho haya, ninawapongeza sana. Ninapoelekea kuhitimisha, Waheshimiwa Marais, ni matumaini yetu sisi kama sekta kwamba maadhimisho haya ya miaka 50 yatafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania, Msumbiji na mataifa mengine, na hivyo kuyafanya maonyesho haya kuwa alama ya mafanikio ya kibiashara na maendeleo ya uchumi wa Afrika kwa miaka mingi ijayo. Waheshimiwa Marais, baada ya kusema hayo, ninayo heshima kubwa sana nikukaribishe Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuongea na sisi, na baada ya hapo umkaribishe mgeni wako Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo ili aweze kuzungumza na hadhira hii. Asanteni sana na nashukuru sana Waheshimiwa Marais. Asante.